Naitwa Nawid Mulla, ni mkurugenzi wa kampuni ya Mbogo Tanzania Limited ambaye ni mmoja wa waratibu wa maonyesho ya Tri-Nations Livestock Expo ambaye tumeandaa kwa ubia pamoja na wenzetu kutoka Kenya na Namibia, ambayo kuna kampuni kutoka Kenya maarufu sana inajulikana kama Waragas Boran Stud ikiongozwa na kaka yangu bwana Mark Myers Taylor, pamoja na kampuni ya Real Time Agri kutoka Namibia ikiongozwa na dada yangu Martinique Scott. Kwa hiyo sisi kama Mbogo tulikuwa tukifanya maonyesho ya mifugo miaka ya nyuma kwa miamvuli ya chama cha wafugaji wa kibiashara Tanzania, lakini mwaka jana baada ya kutambulishana na bwana Mark na Martinique tukaona kuna fursa ya kuungana kama nchi tatu kuleta maonyesho ya mifugo pamoja na mnada wa ng'ombe zinazohusisha nchi zetu hizi tatu, na lengo na madhumuni ilikuwa ni kufikisha huduma kwa Watanzania iwe karibu zaidi, kwa sababu kuzifuata mbegu za ng'ombe au mbuzi nje ya nchi ilikuwa na changamoto ya mtu kufika huko kwanza, lakini pia uletaji unakuta kwenye usafiri unabidi ununue mifugo mingi. Sasa unakuta mtu anataka kununua ng'ombe mmoja au mbuzi watano, kwa kupata hiyo fursa kidogo ilikuwa inakuja na changamoto zake. Kwa hiyo tukaona kwa kuwaleta wenzetu na kuwafanya wao ndio walete mifugo yao mpaka hapa Tanzania, inamrahisisha sasa Mtanzania mwenye uhitaji wa ng'ombe dume mmoja au mbuzi au kondoo anaweza kanunua kwa idadi ile ambaye anahitaji. Lakini sambamba na hayo kuna elimu kwamba unatoa mbuzi au kondoo kutoka Namibia unatakiwa kumfuga vipi. Kwa hiyo tumeleta wataalamu kutoka nchi hizo. Kuna bwana Leroux Van Wyk ambaye ni mtaalamu sana wa mbuzi na kondoo. Kwa hiyo tunapotaka watu wafuge hizi mbuzi za kisasa za kibiashara, at least kabla hajanunua tarehe 21, tarehe 20 kutakuwa kuna seminar. Kwa hiyo maonyesho yetu yatakuwa siku tatu, tarehe 19 hadi 21 Juni, ambayo tarehe 19 kutakuwa kuna ufunguzi ambapo atakuja Mheshimiwa Makamu wa Rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi kutufungulia rasmi maonyesho yetu, na siku ya pili ya tarehe 20 yote itakuwa ni siku za semina ambazo tutakuwa na semina 5. Kuna wazungumzaji mbalimbali kutoka Marekani, kutoka Zimbabwe, kutoka Namibia. Kwa upande wa wazungumzaji umesema watakuwa ni wa nje na tukiangalia wafugaji wetu wengi ni Waswahili. Ndio. Sasa nyie mmewaleta watu wao waje, mmejipanga namna gani labda kuhakikisha hawa elimu wanayoipata wanaelewa na kujifunza vizuri zaidi, kwa sababu wafugaji wengi sio wasomi. Ndio. Tumetumia teknolojia ambazo hata mwaka jana tulikuwa tuna zile headphones ambazo zina tafsiri. Kwa hiyo ndio njia moja yapo ambapo wazungumzaji wanayozungumza kwa Kiingereza watapata tafsiri moja kwa moja, lakini kila mzungumzaji atakuwa ana msaidizi ambaye ni mtu ambaye ni mzawa. Kwa ambapo kuna kitu ambacho labda hakijaeleweka vizuri, wanaoshiriki wataweza kuuliza na ufafanuzi utaweza kutolewa hapo kwa hapo, lakini kikubwa tutakuwa kuna headsets za kutosha ili watu waweze kusikia moja kwa moja ambazo zitakuwa zinatafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili. Utaratibu ukoje? Labda maana wafugaji wengi wako mikoani, wako mikoa ya mbali na nini, labda utaratibu wa mtu anatamani kushiriki kwenye maonyesho anafikaje na mmeupangaje, labda mnafanyia wapi na utaratibu yani kwa ujumla anafanya namna gani ili kuja kushiriki kwenye maonyesho haya? Maonyesho yatafanyika hapa tulipo ni shamba la Ubena Estate ambalo ndo lafahamika kama shamba la Ubena Estate, ambapo pia ndo Mbogo Tanzania upande wa pwani ndo tulipo, pia ndo makao makuu yetu, lakini ni halmashauri ya Chalinze wilaya ya Bagamoyo na ni mkoa wa Pwani. Kwa hiyo kwa rahisi kumwelekeza mtu, ukiwa umetoka Morogoro unaelekea Chalinze, shamba letu liko barabarani, ni kilomita 60 kutoka Morogoro kama unaelekea Dar es Salaam na kilomita 20 kutoka Chalinze kama unaelekea Morogoro. Hiyo ndio namna ya kufika. Kushiriki ni shilingi 10,000 kwa mtu kuingia kwa siku. Watoto kati ya miaka 5 mpaka 12 ni shilingi 5,000 na watoto wa chini ya miaka 5 ni bure. Kwa hiyo kuna njia za kujisajili kwenye mitandao, lakini sio lazima. Mtu unaweza ukafika tu kwenye eneo husika, ukaenda kwenye ofisi za ticket pale ukanunua tiketi yako ya siku hiyo na ukaweza kuingia. Kuingia kwenye semina ni bure. Ukishakuwa umelipa kiingilio cha shilingi 10,000, semina unaingia bure kabisa. Kwa hiyo watu wafike mapema, nafasi zisijae.
sababu ukumbi wa semina pia una nafasi ambazo zikijaa zitakuwa zimejaa. Kwa hiyo watu wafike mapema, waje siku zote. Kwa ushauri wangu, waje washiriki kwa siku zote 3. Siku ya tarehe 21 ni siku ya mnada. Toka asubuhi mapema tutaanza. Kwanza tutakuwa tuna mbio za miguu za humu mashambani na baskeli. Kwa hiyo tumeona pia tuingize jambo la afya pia na watu kuweza kuona mazingira ya mashambani. Kwa hiyo kuanzia saa 12:30 asubuhi tutaanza ratiba za watu kukimbia, na baada ya hapo saa 3:30 tunategemea mnada wetu uweze kuanza, ambapo utaenda kwa siku nzima. Kuna zaidi ya mbuzi 50-60 zitakazouzwa na zaidi ya ng'ombe 35-40 zitakazouzwa kwenye mnada ambao utakuwa mrefu. Kwa hiyo ndio maana tumeona bora tuanze mapema.